Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kushukuru kwa kuniruhusu kuwa mchangiaji wa mwanzo katika hotuba hii ya bajeti ya ofisi yetu ya makamu wa pili wa rais kwa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaanza kuchangia, naomba niweke wazi, kwa sababu ya muda, naogopa kuja kukosa muda wa kutosha, mafungu ambayo nimetia nia ya kuyazuia na hoja zangu zitasikika kwenye maelezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakusudia kuanza kuzuia mafungu ya mapato ya lile fungu 003 afisi ya makamu wa pili wa rais, ambayo ni mapato ya Unguja fungu namba 05 na 04, lakini pia mapato ya Pemba 05 na 04, hadi tutakapopata maelezo, kwa sababu kule kuna vifungu vinakusanya mapato kutoka shughuli za Dodoma. Sasa tutahitaji maelezo kutoka hapo, lakini pia kuna mafungu makubwa ya fedha yametofautiana kati ya mwaka tunaumaliza na mwaka ambao tumekusudia kuidhinisha. Kwa hiyo tutahitaji maelezo ili nisiyazuie wakati wa kupitisha mafungu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nakusudia kuzuia mafungu matatu. Fungu moja kwenye Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, lile fungu pekee P01 ambalo linahusiana na uongozi na utawala, na fungu P01 na P02 katika afisi ya makamu wa pili wa rais, fungu kuu 003, ambayo ndiyo mafungu mawili nimekusudia kutoragusa fungu linalohusiana na Baraza la Wawakilishi kwa sababu yamekaa vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye utangulizi, hotuba ya Mheshimiwa makamu wa pili wa rais imezungumzia mambo mazuri, mambo ya pongezi, ikiwemo kuwapongeza viongozi wetu wa kitaifa, ni jambo jema. Kifungu namba 4 kimezungumzia zaidi kitu ambacho mimi kimenigusa, suala linalohusiana na tunu zetu za taifa, kikitaja kifungu kile amani, umoja na muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchaguzi uliopita na ripoti ya Jaji Chande ya karibuni haiwezi kutuacha hivi hivi. Watu 518 ambao wanaambiwa waliuliwa, na kwa mujibu wa kauli za serikali ni kwamba waliuliwa na vyombo vya serikali kwa sababu nguvu iliyotumika ilikuwa stahiki. Sidhani kwamba tunu hii bado ipo, na kama ipo hatustahiki kukaa kimya kimya kwamba watu wamekufa 518 na 1700 mpaka sasa hivi hawajulikani taarifa zao, wengine hawajulikani walipo. Mimi nashauri tuwe wa kweli, tutende haki na tuwajibike. Kama tunakusudia kuendelea kweli kweli, mambo matatu haya ni muhimu: ukweli, haki na uwajibikaji. Mambo mengi yaliyomo katika wizara hii hayaonyeshi kwamba tunatenda haki, tunawajibika na tunasema ukweli ya mambo ambayo yanatokea katika nchi yetu. Hilo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka nilizungumze. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, la kusikitisha katika hilo ni kwamba hadi sasa hivi hakuna hata mmoja aliyeshtumiwa akatiwa angalau kudhaniwa kwamba labda fulani achunguzwe kwenye hivi vifo 518 na wale 1700 ambao hawapatikani. Kwa hiyo pointi yangu hapa ni kwamba kusema kwamba bado tuna tunu tatu hizi kama ilivyosema katika hotuba yetu, sidhani kwamba tuko sahihi sana. Bado tuna shida katika amani yetu, japo kama watu wamekaa kimya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia wizara hii, ofisi hii ilitarajiwa iongeze ufanisi wa serikali, itoe ushauri kwa serikali kwamba sasa hivi tunastahili kwenda hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alipoingia madarakani alianza na wizara 16. Baada ya miezi michache au mwaka mmoja na siku chache
zikaongezeka zikawa 18, mwaka huu 20. Sambamba na hiyo, taasisi zile muhimu, bandari, maji, umeme kidogo, sijui karakana, zinabinafsishwa. Tulitarajia kama tunabinafsisha, wizara zipungue. Tunabinafsisha, tunaongeza wizara, ufanisi unapungua. Ni kwa sababu yale mambo matatu: ukweli, haki na uwajibikaji haujakuwepo katika nafsi zetu viongozi, na hii na pia inapelekea kwa wananchi wa kawaida wawe hivyo. Kwa mimi nadhani bado serikali inastahili kujitathmini. Haiwezekani baada ya kubinafsisha bandari ambayo tulitarajia wizara moja angalau ipunguke, unabinafsisha bandari, unabinafsisha maji, unabinafsisha karakana, unabinafsisha afya. Afya sasa hivi kama huna mtu wa kukushika mkono, basi ni mbaya kuliko zamani. Mimi ushahidi ni mimi mwenyewe. Siku ninaoenda nikapata mtu wa kunishika mkono, huduma nzuri. Nikikosa mtu wa kunishika mkono, mbaya kuliko zamani. Mheshimiwa Mwenyekiti, bandari na ushahidi kwamba mwezi Septemba mwaka uliopita, kontena kuja Zanzibar wanasema $6,400. Ukitaka literemshwe Dar es Salaam 2,700, hata mara mbili limezidi. Kwa hiyo mimi ninahitaji ufafanuzi na serikali kujitathmini. Tunabinafsisha, wizara zinaongezeka, kuna nini? Tunatarajia wizara ziwe chache kwa vile baadhi ya shughuli zile muhimu tunazibinafsisha, lakini unaenda unaongeza wizara 20, ufanisi unapungua. Unabinafsisha, wizara unaongeza, ufanisi unapungua. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mjumbe, jielekeze kwenye hoja. Hoja nini? Elekeza kwenye hoja ya hotuba bajeti ya makadirio ya mapato ofisi ya makamu wa pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii ofisi ya makamu wa pili wa rais, kuna taasisi zinapeleka barua, miezi 6 inapita, miezi 7 inapita, kuhitaji ufafanuzi wa jambo tu. Na mfano hai, chama changu cha ACT Wazalendo kimehitaji ufafanuzi juu ya mgao wa ruzuku kwa vyama vya siasa. Wizara hii tulitarajia hata kama sio dhamana, angalau kujibu hii hoja kwamba sisi sio dhamana. Ni kuonyesha kwamba uwajibikaji, ukweli na haki haipo katika serikali yetu kupitia ofisi hii. Kwa hiyo mimi nahitaji tujitathmini. Sihitaji majibu, lakini nahitaji tujitathmini kwamba ukweli hatuna, haki haipo na uwajibikaji unadorora. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mjumbe unayechangia, kanuni ya 62 inazungumza 8A, kutumia lugha ya ishara, matusi, kejeli, kashfa au lugha isiyofaa kwa staha inayohusisha hadhi, heshima, baraza, serikali au mjumbe mmoja au yeye mwenyewe. Kwa Mheshimiwa Mjumbe, zingatia hiyo kanuni ili uendelee na hotuba, ama tusite tuendelee na mjumbe mwingine. Karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uzingatie muda wangu. Sizingatii hayo kwa sababu mimi niko ndani ya taarifa ambayo imesomwa hapa. Mimi kama unataka tubishane hapa tutabishana, lakini leo sina mpango wa kutoka. Kwa taarifa yako, leo sina mpango wa kutoka, na zile dakika naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uratibu wa shughuli za serikali, Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa ukiangalia moja katika fungu na adhima muhimu ya ofisi hii ni kukabiliana na maafa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mifano hai. Badala ya serikali kuwasaidia wanaopata maafa, ujenzi unaoendelea sasa hivi unawasababishia maafa bila kujali wananchi wa kawaida wanyonge. Tuna mifano hapo, kuenda kwa Mchina, kuna nyumba zinazama, serikali inapewa taarifa, ofisi ya makamu wa pili, wakuu wa ma-DC, wizara inaambiwa, wizara ya ujenzi na uchukuzi zinaambiwa zote, hata kuwatembelea. Watu wanapata maafa ya moto kupitia umeme wa serikali ZECO, kwa tatizo lao wenyewe, wizara zinaambiwa hata kuwatembelea. Badala ya wizara hii kuwasaidia waliopata maafa, inawasaidia kupata maafa wenyewe, maafa ya kutengeneza. Tuna ushahidi wa mtu aliyeingiliwa maji kwa ujenzi wa barabara,
ana nyumba ina watoto 7 na mke wake. Nyumba imeingia maji tarehe 27 kwa sababu ya ujenzi 27 Oktoba. Wamekwenda kuipiga tathmini Februari, wamemlipa milioni 11. Nyumba ya mtu na watoto wake 7. Kwa hiyo hichi kitengo, hii taasisi inahusika na maafa ambayo iko chini ya ofisi hii, mimi nadhani badala ya kuita kupambana na maafa, kukabiliana na maafa, ilivyo hasa ni kuwaletea wananchi maafa, na mifano iko hai. Mheshimiwa Mwenyekiti, nenda kwa Mchina ukaangalie nyumba ya kiongozi ambaye alikuwa ni mpiganaji mstaafu inazama kwa athari iliyosababishwa na barabara. Imeripotiwa zaidi ya mara 5, hakuna anayejali. Nyumba inazama, mwenyewe mstaafu kasema mimi namwachia Mwenyezi Mungu, halafu tunasema tunakabiliana na maafa. Mimi nadhani tujitathmini. Nyumba zinazoungua moto, ofisi hii hata kupita, pamoja na kupewa taarifa mara 2 3, sema na rais ndio imekuwa kichekesho. Ukienda huko kwa katibu mkuu kiongozi, wengine wanampelekea taarifa na kuambia sema na rais, ofisi hii inapelekewa, hakuna kinachotokea. Ukiona mtu ameshughulikiwa, labda ana uhusiano na wale wanaoshughulikia. Kwa hiyo mimi nakusudia pia kuzuia fungu hilo linalohusiana na kukabiliana na maafa pamoja na mambo yanayohusiana na hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna upuuzwaji wa taarifa hasa kwenye mambo ya maafa. Imekuwa mambo haya yanafanyika kwa kujuana sana. Kama ndani ya wanaohusika na washughulikiaji wa hayo maafa hakuna anayejali. Mifano ipo, mkitaka mtaletewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, majanga yako mengi, lakini kwa kipindi hiki asilimia kubwa yanasababishwa na ujenzi unaoendelea kwa kutowajali wananchi. Tunataka maendeleo ndio, lakini si kwa harama ya wananchi wanyonge ambao yangeweza kuepushwa yale maafa ambao wanakosa hata sehemu za kuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uendeshaji na uratibu wa shughuli za ofisi ya makamu wa pili wa rais, Pemba ukiangalia ni hivyo hivyo, ripoti zinapelekwa, hawajali. Hakuna anayefikiria wananchi wanyonge. Wanachukulia kama labda ni mchezo wa anayemfahamu ni nani katika taasisi inayohusika na maafa. Kama si hivyo, mnyonge wa kawaida mwenye maafa, hata maafa ambayo yamesababishwa na serikali wenyewe na miradi yake, hakuna anayejali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uendeshaji wa shughuli za uchaguzi C0301 na kusudia pia kuzuia fungu linalohusiana na tume ya uchaguzi, lakini ukiangalia sote tuliomo humu, Mwenyezi Mungu anatushuhudia, asiyetaka basi ni mashahidi kwamba uchaguzi uliopita hakukuwa na mandate ya kusema tuna tume ya uchaguzi tunastahili kuipa pesa. Tume ya uchaguzi ambayo vitambulisho, daftari, tokea kuandikisha wapiga kura, tokea upigishaji kura wenyewe, hakuna la maana la haki ambalo limefanywa. Tumeshuhudia wapiga kura ya mapema zaidi ya nusu katika baadhi ya vituo hawakwenda kupiga kura kwa maana kwamba hawakuwa sahihi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi binafsi nimewashuhudia wapiganaji, watu waliovalishwa nguo za upiganaji wa JKU, anapiga kura mara 5, anatumia kitambulisho sio cha kwake. Nimeshuhudia mwenyewe na mimi ni shahidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Mjumbe, kanuni ipi? Mheshimiwa Mwenyekiti. Kanuni gani Mheshimiwa? Kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa. Kanuni 63. Mheshimiwa Mwenyekiti, kanuni 63. Nimesimama direct kuweza kumwambia mchangiaji, kwa vile ni profesa, moja kwa moja ajikite juu ya bajeti ambayo iliyowasilishwa mezani na si vinginevyo. Asante. Mheshimiwa Profesa, unaikubali taarifa? Haikubaliki. Ya Endelea. kupuuzwa hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusu taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia wagombea ubunge, wengine wagombea uwakilishi wanapiga kura za mapema. Tumeshuhudia wasimamizi ambao wanasimamia kituo kile wanapiga kura ya mapema pale pale, sawa.
tumewashuhudia watu ambao hawastahili kabisa. Kwa hiyo tume hii ya uchaguzi hatustahili kuipa pesa kusema kwamba inaenda kututekelezea wajibu wetu wa kusimamia uchaguzi wa haki. Hakuna haki, hakuna ukweli, hakuna uwajibikaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni jambo baya sana. Katika majimbo ya Pemba, watu hata hawana zile hisia za kumjali Mwenyezi Mungu. Mtoto anasimamia uchaguzi ambao baba yake anagombea ubunge, na anasema hata aje rais hapa lazima nimtangaze baba yangu, na alifanya hivyo pamoja na kwamba hakushinda kwa kura. Tume hii ndio iliyofanya haya yawezekane, kwa sababu tuliyempa dhamana ya kusimamia uchaguzi wetu sio yule kijana ambaye ana baba yake anataka kuwa mbunge, ni yeye tume ya uchaguzi. Yeye ana hamu baba yake kuwa mbunge, lakini kimaadili ni jambo ambalo halikubaliki kabisa dunia nzima. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu hili la tume ya uchaguzi mimi nadhani halistahili kupewa fedha, kwa sababu halitufanyii ile kazi ambayo tumeituma. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba muda muendeleze kule. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mambo ya kibajeti kama alivyosema mwenyekiti wangu wa kamati ya michezo Mheshimiwa Mahfoudh, naomba sasa niende kwenye mabajeti. Fungu 003 afisi ya makamu wa pili wa rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukisema hapa tumeyaona haya madudu yaliyomo kwenye hizi bajeti zetu kuanzia leo, na ndiyo maana labda serikali inasema kwamba viashiria si muhimu, eti wananchi wa kawaida, ni kuwadhalilisha wananchi wa kawaida kusema kwamba hawafahamu maana ya viashiria. Bajeti inayoletwa hapa si bajeti ya maofisa wala mawaziri, ni bajeti ya wananchi. Kiliomo kwenye bajeti hii kama mwananchi wa kawaida hawezi kukielewa, tatizo ni sisi. Mimi na washauri wenzangu tusifuate maneno yale. Viashiria ndiyo msingi wa bajeti popote duniani. Kama hatuna hivi viashiria, hatuwezi kujua bajeti yetu iko vipi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tutaendelea sisi wakati wa kuzuia mafungu kurifaa viashiria kwa ajili ya kuzuia mafungu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia kwenye mapato ya Unguja, nimesema nitazuia fungu kwa sababu hakuna uwiano kati ya bajeti tunayoendelea nayo na bajeti inayopangwa. Lakini pia mapato ya Pemba kwenye matumizi pia jumla kuu haiendani ukilinganisha mwaka tunaomaliza na mwaka ambao tunaenda kuanza. Kuna discrepancy kubwa ambayo inahitaji maelezo kutoka serikalini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye uratibu wa shughuli za serikali ukiangalia kuna fungu la mwaka huu bilioni 85, lakini mwaka unaomalizika ilikuwa bilioni 36 na mwaka unaokuja bilioni 44. Kutahitajika maelezo hapa, kwa nini kuna tofauti kubwa zaidi ya mara mbili kati ya mwaka tunaomaliza na mwaka tulionao na mwaka unaokuja zinapungua tena. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, la kumalizia katika kusimamia shughuli za SMZ, mwaka uliomalizika ulikuwa na bilioni 33, mwaka huu tunaoenda nao bilioni 31, lakini hapa tunaambiwa tukaidhinishe bilioni 77 bila maelezo ya ziada. Kwa nini kuna tofauti kubwa ya fedha hasa kwa mwaka huu katika mafungu mengi ya wizara hii? Mwakani zinarudi tena katika ile amount ambayo ilizoeleka huko nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, mimi siungi mkono hoja bajeti hii hadi pale itakapopata maelezo mazuri. Kwa sasa hivi naunga mkono kwa asilimia ndogo sana hadi itakapopata maelezo. Nakushukuru sana, asante. Asante Mheshimiwa Profesa, naamini serikali wamekusikia na na maelezo ya kina na ya kutosha, na naamini utaunga mkono hoja. Sasa niendelee na Mheshimiwa Mahfoudh Abdallah Mohamed, atafuatia Mheshimiwa Simai Mohamed Said na Mheshimiwa Fatma Ramadhan Mandoba. Jiandae.